Tuanzie nchini Tanzania ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema John Heche pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wameachiwa kwa dhamana, hatua ambayo imethibitisha rasmi na Chadema. Viongozi wengine wa Chadema walioachiliwa kwa dhamana ni pamoja na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema na aliyekuwa meya wa manispaa ya Ubungo Boniface Jacob. John Heche alikamatwa zaidi ya wiki 3 zilizopita bila kufikishwa mahakamani. Baadaye alipelekwa kituo cha polisi na kuhojiwa kwa tuhuma za ugaidi. Sasa ili kufahamu zaidi muda mfupi uliopita nimezungumza na Hekima Mwasipu ambaye ni wakili wa John Heche. Kimsingi kama ninavyokumbuka alikamatwa tarehe 22 kwenye viunga vya mahakama kuu alipoenda kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu na akapelekwa Dodoma. Sasa almost kuanzia tarehe 22 mpaka siku ya leo alikuwa chini ya polisi. So baada ya kuandika maelezo yake kama tulivyotoa taarifa awali kwa tuhuma zile za ugaidi, hatimaye leo amepewa dhamana pamoja na viongozi wenzake. Labda unaweza kutueleza tu ni viongozi wengine wa chama cha Chadema walioachiliwa leo? Viongozi wengine ni naibu katibu mkuu Amani Golugwa, mwenyekiti wa kanda ya Pwani ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu anaitwa Boniface Jacob, na mwingine ni mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema. Hao ndo wajumbe wa kamati kuu au viongozi wa chama ambao walijisalimisha baada ya tangazo la polisi. Amani Golugwa alikuwa Arusha na Godbless Lema alikuwa Arusha. Kwa hiyo baada ya tangazo la juzi la kuwatafuta hawa viongozi, wao waliamua kwenda kujisalimisha kwa ajili ya kwenda kuchukuliwa maelezo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyekamatwa kati ya hao isipokuwa wao ndio walienda kujisalimisha katika vituo vya polisi. Baada ya kuachiliwa kwa dhamana leo, nini kinafuata? Mapolisi wametoa maelekezo gani? Maelekezo ambayo wamepewa ni kwamba kesho saa 5 asubuhi wanatakiwa wakaripoti kituo cha polisi cha kati, kwa maana Central Police Station mida saa 5, then watapewa maelekezo mengine baada ya hiyo saa 5 kwamba nini kitaendelea au wana nia gani nyingine baada ya hiyo kesho saa 5. Kwa hiyo tutapata majibu baada wao kuripoti hapo kituo cha polisi cha kati. Mpaka sasa tueleze kifupi tu, sheria inasemaje kuhusiana na yale madai au mashtaka ambayo polisi walikuwa wana watuhumu au kuweza kuwahoji kuhusu? Kimsingi kuhusu makamu mwenyekiti kwa maana John Heche, nilishatoa taarifa awali, nafikiri tuzungumza na ninyi kwamba alikuwa anatuhumiwa na tuhuma za kujihusisha na matendo ya kigaidi. Lakini kwa hao wengine ambao viongozi waliokamatwa baada ya kujadiliana nao leo, wanasema watatoa kauli wao kesho saa 5 baada ya kuripoti polisi kwamba walikuwa na tuhuma gani na wanastakiwa kwa kitu gani. Wengi wanalizungumzia katika mitandao ni kesi ya mwenyekiti na kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ambaye leo alikuwa afikishwe mahakamani, lakini hatukuona akifikishwa mahakamani. Kimsingi mahakama imesema kwa nini hakufikishwa na tutarajie nini baada ya leo? Upande wa jamhuri wametoa taarifa kwamba walikuwa na mashahidi ambao walikuwa wanatoka mkoani huko Ruvuma. Kwa hiyo kwa sababu ya swala la kiusalama imekuwa ngumu kuweza kuwasafirisha kuja Dar es Salaam kuja kutoa ushahidi wao kwenye kesi ambayo inamkabili mwenyekiti. Lakini vile vile Lissu mwenyewe kwa maana mtuhumiwa naweza nikasema hakuweza kufikishwa leo mahakamani kwa sababu ambazo upande wa jamhuri walieleza mahakama kwamba swala la kiusalama limekuwa kikwazo cha yeye kufikishwa mahakamani na waliomba siku 14 ili aweze kufikishwa mahakamani. Lakini mahakama ikatoa amri kwamba tarehe 12 kesho kutwa afikishwe mahakamani na hao mashahidi wawepo ili kesi iendelee kusikilizwa kama wanavyopanga wao. Na kisheria inakuwaje wakati ambapo jamhuri inashindwa kumfikisha mtuhumiwa au mashahidi mahakamani kwa sababu za kiusalama? Kimsingi mahakama inaweza ikaahirisha kesi kunapokuwa kuna reasonable ground au sababu za msingi. Sasa swala la sababu gani ya msingi au sababu gani sio ya msingi ni swala la mahakama kupima uzito wa hoja ambayo inataka kuahirisha kesi. Kwa misingi hiyo swala la kiusalama waliona ni sababu ya msingi, ndio maana leo waliamua kuahirisha shauri, lakini wakasema siku 14 ni nyingi sana. Kwa hiyo anatakiwa kuletwa tarehe 12 ili shauri hilo liendelewe kusikiliza mapema iwezekanavyo.
Sasa kama alivyotaja hapo wakili Hekima, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu iliyopangwa kusikilizwa leo Jumatatu imeahirishwa hadi Jumatano Novemba 12. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kwamba ulikusudia kumleta shahidi wa 4, lakini hilo halikuwezekana baada ya mashahidi kutoka Ruvuma na Mbeya kushindwa kusafiri kufuatia hali ya usalama iliyotokana na maandamano ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa tuelekee nchini Uganda ambapo kampeni za uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026 zimeanza rasmi hii leo. Kampeni hizo zinatarajiwa kudumu kwa wiki kadhaa na kufikia kilele wakati wa uchaguzi wa nchi nzima ambao utaamua uongozi ujao wa Uganda katika ngazi zote za utawala, ikiwa ni pamoja na rais, wabunge, wawakilishi wa mabaraza ya wilaya na mamlaka ya manispaa. Tume ya uchaguzi inasema kuwa zaidi ya wagombea 83,000 wameruhusiwa kufanya kampeni kwa nafasi mbalimbali. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa nafasi ya kupimana nguvu kati ya chama tawala National Resistance Movement NRM na chama cha National Unity Platform NUP cha mwanamuziki na mwanasiasa kijana Kyagulanyi Robert Sentamu almaarufu Bobi Wine. Katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2021, chama tawala NRM kilipata jumla ya wabunge 342 huku NUP cha Bobi Wine kikiponyoka na viti 57 pekee. Vyama vingine vilivyojizolea wabunge ni pamoja na FDC, UPC na DP, huku wabunge 69 wakichaguliwa kama wagombea huru. Uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 2026 utafanyika Januari 15 na unaonekana kama mtihani muhimu kwa michakato ya demokrasia nchini humo. Aidha, uchaguzi huu unakuja wakati kukiwa na shughuli nyingi za kisiasa na mjadala mpya wa umma kuhusu utawala bora, utoaji wa huduma bora na ushiriki wa vijana katika siasa. Tusalie nchini Uganda, lakini tuende kwa taarifa nyingine. Waathirika wa maovu yaliyotekelezwa na kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA kaskazini mwa Uganda wametoa wito wa kukamatwa kwa kiongozi wa kundi hilo Joseph Kony. Hii ni baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuthibitisha mashtaka 39 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kwa kiongozi huyo wa kundi hilo. Mwandishi wetu Shuaib Ibrahim amekutana na baadhi yao na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tukutahadharishe tu kuwa baadhi ya maelezo katika ripoti hii huenda yakakukirihisha. Patrick Ocheng mwenye umri wa miaka 28 ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Gulu kaskazini mwa Uganda. Alizaliwa katika kambi ya waasi hao baada ya mama yake kutekwa na kudhalilishwa na kundi hilo chini ya uongozi wa Joseph Kony. Mimi ni kijana aliyezaliwa kutokana na mama yangu kudhalilishwa kingono. Historia inaeleza kuwa mama yangu alibakwa kwa nguvu na wanaume 5 kisha akawa mjamzito. Ilikuwa siku mbaya mno ambayo waasi walivamia kijiji. Kundi hilo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na kuwalazimisha zaidi ya wengine 2.5 milioni kuyakimbia makazi yao. Waasi hao pia waliwachukua mateka watoto kati ya 60,000 na 100,000, wengi wao wakilazimishwa kuwa watumwa wa ngono. Uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya ICC wa kuthibitisha mashtaka dhidi ya Joseph Kony ni wa kwanza kabisa katika historia ya mahakama hiyo dhidi ya mshukiwa ambaye hayupo mahakamani. Hata hivyo, kesi dhidi yake haiwezi kuanza hadi pale atakapokamatwa na kufikishwa mbele yake.